Leo hii tunapata ushirikiano mkubwa kutoka kwenye vyombo vyetu mbalimbali, kwenye ofisi zetu mbalimbali. Tunapata ushirikiano mkubwa kwa sababu ya chama cha walimu kinaaminika, hakina viongozi wababaishaji, ni wale watu wanaojitambua. Kwa nini walimu wanajitambua? Kuna mwanasiasa mmoja alisema walimu hawajitambui. Lakini tumthibitishie walimu wa Tanzania na walimu wa Shinyanga wanafanya nini? Wanajitambua. Tena wanajitambua sana. Kwa nini? Hawa walimu wanafundisha, wanazijua kwanza KK ngapi? 3. Hawa walimu pia wanazifundisha KK 3. Kwa hiyo kwa hali hiyo hawatayumbishwa na upepo wowote. Hawatayumbishwa na kisulisuli chochote juu ya msimamo wao katika serikali yao. Baada ya kuyasema hayo, niseme sasa ndani ya chama cha walimu tumefanya nini katika kipindi cha miaka 5. Kama nilivyotangulia kusema, ukisoma taarifa yetu iko inajieleza, utaangalia ule ukurasa wa 6 na wa 7, imeainisha hapo, na mengine nimeyataja kwa utangulizi wa awali. Kwa kweli tumefanya kazi kubwa iliyotukuka katika wilaya zetu za mkoa wa Shinyanga. Sisi katika uongozi wetu kipindi cha miaka 5 tumekuta gari za huduma zikiwa 2 kutoa huduma kwa wanachama. Leo hii gari za huduma kwa wanachama imebaki takriban wilaya 1, na nyingine wanategemea kubadilisha kupata gari kubwa kama ambavyo walifanya Kahama kwa kupata gari kubwa Tata. Kwa hiyo tumepambana, tumepigania, tumeshawishi. Umri wa vijana ukomo wake ilikuwa ikifika umri wa miaka iliandikwa kikatiba unakoma uongozi. Lakini sisi tunakwenda kupigania, na tayari imekubalika, mkutano mkuu unaofuata unakwenda kuidhinisha vijana anapochaguliwa amalize muhula wake. Hiyo sio kazi ndogo. Kwa hiyo yako mengi ambayo yameelezwa hapo, lakini mengine hata nyinyi mnayaona kwa macho, hauhitaji kuambiwa na jirani nini tumekifanya. 1, 2, 3.